yale mambo ambayo yanaendelea kutendeka nchi ya Tanzania, kesho wa Tanzania wamezungumza na kusema kwa sauti moja kwamba watajitokeza katika maandamano ya amani ili kudai haki kwa yale mauaji, utekaji nyara ambao umekuwa ukiendelea katika nchi ya Tanzania. Katika miezi michache iliyopita, tumeona Watanzania wakitaka kuandamana kwa amani, wakitaka kuona mabadiliko ya katiba yamefanywa kwa amani, wametaka kuona mabadiliko ya upigaji kura yakifanyika na wameitisha hayo mabadiliko kwa amani. Lakini vile serikali ya Tanzania imewajibu ni kwa kupitia ghasia, mauaji na utekaji nyara. Na sisi tunaikumbusha serikali ya Samia Suluhu yale matamshi yaliyosemwa na kiongozi wa kitambo John F. Kennedy, ambaye alisema wale ambao wanapinga mabadiliko ya amani kutokea watapelekea mabadiliko ya vurugu kufanyika. Na tunasema kwa sauti moja kama Wanaafrika Mashariki kwamba tunasimama na Watanzania na tunataka wajue kwamba sisi kama ndugu zao hatutawaachilia mkono kamwe. Huyu hapa bana ni kiongozi wa taasisi ambayo inajulikana kama Vocal Africa, ambayo inajulikana kama Hussein Khalid. Hii ni taasisi ambayo inashughulika na masuala ya haki za kibinadamu, ambaye ametoa tamko lake kuhusiana na maandamano ambayo yanapangwa kufanyika kesho tarehe 9 kule Tanzania, kusema kwamba Wakenya kwa pamoja wameungana kuweza kuhakikisha kwamba wanasimama na ndugu zao wa Tanzania katika kudai haki na kumkumbusha Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na hatari ya kuzuia maandamano ya amani, kwa kusema kwamba kama maandamano yakiwa ya amani alafu yakazuiliwa, huenda yakapelekea maandamano yakawa ya vurugu. Sasa hapa ameitaka serikali ya Tanzania kuwaruhusu waandamanaji kuingia mtaani kudai haki yao, lakini pia amewaomba kwamba amewakumbusha kabisa kwamba Wakenya nao pamoja na kila moja wana Afrika Mashariki kiujumla, ndio amewataja, anasema kwamba watasimama na Tanzania katika kuweza kuonyesha solidarity ama umoja wao, kuweza kuwa support katika shughuli nzima ya kudai haki kupitia maandamano ambayo yanakwenda kufanyika kesho tarehe 9, maandamano ambayo yamepewa jina la D9, ambayo kila moja anasubiria kuona Tanzania inakwenda kufanya mageuzi ya aina gani.